Wahenga husema mwenye nacho huongezewa. Pengine hicho ndicho naweza kukielezea kwa ufupi kuhusiana na taarifa kwamba wananchi Yanga ambao hivi sasa wapo kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 44, ikiwa ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi 38, ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, mabao matatu, lakini sasa golikipa wao namba 1 Djigui Diarra anarejea kikosini na kocha Pedro Gonçalves ni juu yake kama atamtumia katika mechi utakayocheza dhidi ya Mbeya City na nyinginezo ama la. Sasa kwa nini tunasema mwenye nacho huongezewa? Ni kwa sababu Yanga hivi sasa wana magolikipa wazuri sana. Hussein Masalanga yuko vizuri, Abu Twalibu Msheri yuko vizuri, lakini Djigui Diarra aliyekuwa ametoka kusimamishwa katika mechi 3 kutokana na hatia aliyokutwa nayo na bodi ya ligi na kamati ya usimamizi na uendeshaji ya ligi kuu Tanzania bara, hatimaye amemaliza kutumikia adhabu yake na sasa Djigui Diarra yupo tayari kuitumikia Yanga katika mechi zinazofuata za ligi kuu Tanzania bara. Pedro Gonçalves ni juu yake kuamua amrejeshe kikosini ama vinginevyo, lakini sasa yuko fiti. Furaha imetamalaki kwa mashabiki wa Yanga, wapenzi, wanachama, na mwingine anaweza kujiuliza kwa nini Djigui Diarra angali akiwapa cha ziada katika kujiamini kwenye kikosi chao. Kwa nini Djigui Diarra hata alipoadhibiwa na kutozwa faini, baadhi ya mashabiki, wanachama, wapenzi walijitokeza na kumchangia ingawa alikutwa na hatia? Ni kwa sababu moja tu, kwamba Djigui Diarra anapokuwa uwanjani anawapa mengi. Kwanza, yale majukumu ya kimsingi ya golikipa kama shot stopper, yani kuzuia mashuti yasiende wavuni, Djigui Diarra yuko vizuri. Lakini pili kubwa zaidi ni kwamba Djigui Diarra, kwa kuwa kipa huyo wa kimataifa wa Mali amekuwa na uwezo mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu, amekuwa akiwapa cha ziada Yanga uwanjani, kwa sababu anaongeza idadi ya walinzi wa Yanga. Kwamba kwenye mfumo wa Yanga kwa mfano unaonekana kwamba baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, mara nyingi hesabu hizi huwa ni potofu, kwa sababu Djigui Diarra anaifanya Yanga katika baadhi ya nyakati, wakati mechi ikiendelea, kuwa na walinzi 5, kwa yeye kuongezeka kutoka kwa golini kama golikipa anakwenda kuongezeka kwenye walinzi 4 na wanakuwa 5. Huu ni wakati upi? Ni wakati ambao Djigui Diarra anatoka katika lile eneo la 18 ambalo huruhusiwa kucheza mipira kwa mikono kama golikipa. Akiwa nje manake haruhusiwi kutumia mikono bali kutumia viungo vingine. Sasa anapotoka na kwenda kuungana na kwenda katika eneo ambalo silo eneo la golikipa, lile ambalo analuhusiwa kudaka mipira, manake pale sasa anakuwa miongoni mwa mabeki wa Yanga na hufanya hivyo kwa ufanisi mkubwa. Lakini lingine ni kwamba Djigui Diarra licha kwamba ana uwezo mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu, ana uwezo mkubwa pia wa kutoa pasi sahihi na nyingine zinazovuka katikati ya mstari wa uwanja kwenda moja kwa moja kwa washambuliaji wao. Kwa maana mshambuliaji kinara huyu mmoja tunayemwona hapa mbele, Djigui Diarra ana uwezo wa kutoa pasi ndefu ikafika kwa nambari 9 wao kama mshambuliaji kinara katika mfumo huu, lakini ana uwezo pia wa kupiga pasi ndefu zinazovuka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa viungo wao ushambuliaji kutokea pembeni. Kwa maana kwa mfano Maxim Pia Zengeli, Alan Okello, Peodo Pacome Zouzoua na yeyote anayepangwa katika eneo la ushambuliaji wakati wanakwenda kushambulia. Sasa ni kwa sababu hii Djigui Diarra ukichanganya na uwezo wake mkubwa wa kudaka mipira, lakini uwezo wa kusoma mchezo, yeye akiwa kama golikipa, kuona mechi, kuona mpangilio wa kikosi chake uko vipi, wapi aanzishe mpira, ni miongoni mwa sifa kubwa zinamfanya Djigui Diarra aendelee kuwa kipenzi kwa mashabiki wa Yanga, kipenzi kwa wanachama, kipenzi kwa management, kipenzi kwa kila anayefuatilia mpira wa miguu hususan kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa kurejea kwake maana yake kunaifanya Yanga kwa mfano katika muundo huu umetoka kueleza, baada ya golikipa kuwa na walinzi 4 na viungo ile ukabaji, kwa mfano anakuepo hapa Israel Pat Kimwenda, anakuepo hapa Mohamed Hussein Shabalala, au anaweza akawepo Shadrack Isakaboka, anaweza akawepo hapa Ibra Baka, anaweza akawepo hapa Frank Asinki, au anaweza kawepo Bakari Nondo Mwamnyeto na Frank Asinki, au Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibra Baka, manake wanakuwa hivi Yanga. Lakini viungo ile ukabaji anaweza kawa Zuki Abuya kwa mfano,
hapo mbele anaweza akawa yuko na Mudathi Yahya Abbas. Sasa akiwepo Djigui Diarra, maana yake wakati anaanzisha mipira yeye kwa uwezo wake mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu anatengeneza passing options nyingi. Vile vipembe tatu anaweza akaanziana pasi na hawa wanaokuwa mbele yake, yeye akisogea kwenye upande huu, akisogea hapa anaweza akatengeneza passing options, nafasi za kupeana pasi na walinzi wake wawili, wakati huyu Frank Asinki Bakari Ndomo Mnyeto na Israel Patrick Mwenda au Kibwana Shomari, au huku kwa Mohamed Hussein Shabalala na Shadrack Issa Kaboka akiwa na Ibra Baka. Lakini anaweza kusogea kwa hapa mbele akaongeza passing options, sio tu kwa hizi sideway passes kwa hawa mabeki wake wakati, lakini anaweza kupasia pia kwa viungo wale wawili wa ukabaji pale kati katika eneo la progression. Wakati wakifanya haya Yanga kwa mfumo huu wa kupasiana golikipa na walinzi wake na viungo wake, baada yake ni mfumo ambao unawashawishi wachezaji wa timu pinzani, hasa wale wa kushambulia, kuja kufanya pressing, kuja kufanya shinikizo. Yes, na hilo hufanya ndio mtego wa Yanga katika kuhakikisha kwamba wachezaji wa timu pinzani, mmoja anapokuja kufanya pressing huku ambako Djigui Diarra na wachezaji wenzake wa eneo la kiulinzi wakipasiana, maana yake wanapunguza idadi huku juu, na yeye kuwa na uwezo wa kupiga pasi kutoka kule ambako mchezaji wa timu pinzani ametoka kuja kufanya shinikizo. Anaweza kaja mmoja wa upinzani, wanaweza kaja wawili, kwa maana kwamba kama timu inakuwa na washambuliaji wawili, kwa mfano inatumia 4-4-2 ya timu pinzani au vyovyote vile, wakija kufanya shinikizo, yeye anaongeza zile pembe tatu za kupasiana, na hivyo kupunguza nasibu ya wapinzani kupata mpira kutoka katika himaya ya Yanga wakati wanafanya build up. Lakini sio hilo tu, kuna wakati Yanga wanapokuwa wanakwenda kushambulia, mabeki wake wakati wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja au pembeni, wanakwenda kuongeza mapana ya uwanja kwa ajili ya ujenzi wa mashambulizi. Matokeo yake kunakuwa na umbali mkubwa wa mabeki wakati wa Yanga na yeye Djigui Diarra. Sasa kwa sababu ya uwezo wake huu, mara nyingi kama ilivyo kawaida kwa makipa wote, timu inapokwenda kushambulia hana sababu ya kukaa kule golini, anasogea mbele. Sasa wakati mwingine timu pinzani wanapoiba mpira, inakuwa shambulizi la kujibu linakuwa hatari zaidi. Inapopigwa pasi ndefu, halafu wapinzani wakaja kwa kasi, wakiwa walinzi wake Djigui Diarra wamepitwa pengine kwa namna yoyote ile, yeye kwa uwezo wake mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu anaweza katoka na kwenda kufanya clearances, kuosha mipira, kuibutua kutoka katika eneo hatarishi. Na Djigui Diarra amefanya hivyo mara kadhaa kwa ufanisi mkubwa, na hivyo anapokuwa golini, licha ya kwamba makipa wenzake Abu Twalibu Msheli, Hussein Masalanga wote wako vizuri sana na ndio maana wako Yanga, lakini yeye hiki cha uwezo mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu kinamuongezea nguvu zaidi, na ndio sababu ya kuwafanya mashabiki, wapenzi, wanachama anapokuwa golini wanakuwa na kujiamini zaidi. Katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, licha ya kwamba Djigui Diarra amecheza mechi 13, yani kati ya mechi 18 ambazo Yanga amecheza, Djigui Diarra amecheza mechi 13, dakika 1170, lakini Djigui Diarra ndiye anayeongoza mpaka sasa kwa kumaliza mechi akiwa na clean sheets nyingi. Yanga akiwa Djigui Diarra imepata clean sheets 10. Clean sheets, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, ni pale timu inapomaliza dakika 90 za mchezo au inapomaliza mechi ikiwa haijaruhusu bao lolote, yani wapinzani wapate nafasi ya kufunga. Yani pale inaposhinda, kama ni sare inakuwa suluhu, kama ni ushindi unakuwa ushindi bila bao na kadhalika. Sasa Djigui Diarra akiwa golini, Yanga haijaruhusu bao katika mechi 10. Kumbuko Yanga ndio timu yenye ukuta imara zaidi, ikiwa imeruhusu mabao 3 katika mechi 18. Sasa katika zile mechi ambazo hawajaruhusu mabao ni pamoja na mechi 10, Djigui Diarra akiwa langoni ndiye anayeongoza, sio tu ndani ya Yanga kama golikipa, lakini pia ligi nzima. Yeye ndo namba 1 kwa clean sheets nyingi mpaka sasa, akifuatiwa na Aishi Manula ambaye ana clean sheets 8, lakini katika namba 2 wanaofuatia sio Manula peke yake, yupo pia na Amonome wa TRA United ambaye naye ana clean sheets 8, Djigui Diarra. Lakini Djigui Diarra kwa mfano tu, katika ligi ya mabingwa barani Afrika hivi karibuni, Yanga ikiwa katika hatua ya makundi, kwenye kundi lake ilimaliza ya 3. Yanga ilifunga mabao 5, iliruhusu mabao 4. Djigui Diarra katika ligi ya mabingwa barani Afrika akathibitisha ubora wake, kile ninachokieleza
Katika mechi 6 za hatua ya makundi walizocheza Yanga, yeye alicheza mechi zote. Katika mechi hizo Yanga walipigiwa mashuti 16. Yes, ya kulenga shabaha. Haya nazungumzia shots on target, ambayo golikipa litakiwa afanye la ziada kuhakikisha Yanga iruhusu bao. Mashuti 16, manake golikipa angekuwa tupu, hana uwezo huo, manake timu ingeruhusu mabao 16. Djigui Diarra akafanya saves 12. Yes, na hivyo kuifanya Yanga iruhusu mabao 4, na ndio maana ilifunga mabao 5, imeruhusu 4 kwa sababu Djigui Diarra alicheza asilimia 75 ya mashuti yote ya wapinzani yaliolenga shabaha. Wapinzani wa Yanga wanafahamika, walikuwa ni FAR Rabat, walikuwa ni Al Ahli ya Misri, lakini pia ilikuwa ni JS Kabylie. Katika mechi zote hizo mashuti yaliyopigwa hayo akacheza kwa asilimia 75, maana mashuti 12 yaliolenga shabaha kati ya 16 ni asilimia 75. Lakini Djigui Diarra alifanya clearances pale ambapo walinzi wake walipitwa, yeye alilazimika kutoka katika eneo lake na kwenda kuwa kama beki, ndio miongoni mwa mabeki wanne. Sasa akaongezeka watano kwenda kufanya clearances, kuosha mipira, kuondosha kwa viungo vingine pasi na sio mikono kama golikipa. Akafanya clearances 4. Djigui Diarra hiyo itoshi kwenye kuichezesha timu, akitumia uwezo wake mkubwa wa kucheza mipira kwa miguu. Djigui Diarra akagusa mipira 231 kuonyesha namna gani ambavyo akiwa golini na wenzake pia wanamwamini kurejesha mipira, kumshirikisha katika ujenzi wa mashambulizi, build up. Uwezo huo mkubwa wa Djigui Diarra kwa mfano ulijidhihirisha katika ligi ya mabingwa barani Afrika hivi karibuni. Yanga kwenye kundi lao walikuwa na timu kali, walikuwa na JS Kabylie ya Algeria, walikuwa na FAR Rabat ya Morocco, walikuwa na Al Ahli ya Misri. Kwenye mechi 6 za hatua ya makundi yeye alicheza zote. Ni katika mechi ambazo wapinzani walipiga mashuti ya kulenga shabaha, shots on target 16, yeye akacheza saves 12, na hivyo kufanya aruhusu mabao 4 wakati Yanga ilipofunga mabao 5 ikiruhusu 4. Saves 12 kutokana na mashuti 16 wapinzani, maana yake asilimia 75 ya mashuti yote aliyopigwa kulenga shabaha aliyecheza. Hiyo haitoshi, Djigui Diarra alifanya clearances, kuosha mipira, kuondosha katika eneo hatari kwenda eneo salama. Ni pale ambapo nilipotoka kueleza kwamba walinzi wake wanakuwa wamepitwa wote, na yeye badala ya kuruhusu hali ya mmoja dhidi ya mmoja, 1v1 situation ya mchezaji wa timu pinzani inayoshambulia, anabaki na yeye, na hivyo kuongeza nasibu ya kufunga. Djigui Diarra alikuwa hatoi nafasi hiyo, anachomoka katika eneo lake kama kipa kutoka kwenye eneo la 18 na kwenda nje na kuwa mchezaji wa ndani kama nilivyotoka kueleza, na amefanya hivyo clearances na kuinusuru Yanga kwa kufanya clearances kwenye mechi hizi 6. Amefanya clearances 4. Ni katika nyakati ambazo walinzi wake wote walipitwa, yeye akienda kuwa mlinzi mwingine na kwenda kunusuru Yanga katika kuruhusu ubao. Yote ni uthibitisho juu ya ubora wake. Lakini ukiondoa majukumu hayo ya kudaka na kuzuia kama beki, lakini pia Djigui Diarra mzuri sana katika kuchezesha timu. Ndio, katika mechi hizi 6 Djigui Diarra kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza mipira kwa miguu na viungo vingine mbali na mikono, aligusa mipira mara 231. Yote kutokana kweli kwamba wachezaji wenzake, walinzi, viungo huwa wanajiamini na kumshirikisha katika ujenzi wa mashambulizi kwa kuongeza zile passing options tutoka kueleza. Vipembe 3 anavyoongeza, ana uwezo wa kupokea mipira akapiga chenga akatoa pasi. Kwa sababu hiyo kagusa mipira mara nyingi, mara 231 kwa viungo visivyohusisha mikono. Lakini akatoa pasi baada ya kugusa mipira. Akatoa pasi 180. Zilizofika ni pasi 124. Kwa lugha nyingine, ufanisi ni around asilimia 69. Na kati ya pasi hizi 124, pasi 16 alizipiga kwenye opposition half, yani kwenye nusu ya pili ya uwanja, akiwafikishia akina Peodo Pacome Zouzoua, Laurindo Depu, Maxim Pia Nzengeli, Dzuka Abuya, Mudathir Yahya Abbas, Alan Okello na wengine pindi wanapokwenda kushambulia.